Mheshimiwa Baba Askofu Ruwaichi, kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza niseme tu Baba Askofu, nimezingatia maelekezo ya kusema kwa ufupi, isipokuwa kwa sababu naongea kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano, yale aliyoelekeza Rais isipunguze hata moja, ili nisiwe mtovu wa nidhamu. Lakini yale nitakayoongeza mimi, yale nitayapunguza kidogo, na mkiona nimezidisha, lawama zote apewe Baba Askofu Joseph Mlola ambaye alinipokea seminari. Kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali nzima, napenda nianze kwa kutoa pole kwa Kanisa Katoliki Tanzania na ulimwenguni kote, Wakristo wa Katoliki, ndugu, jamaa na Watanzania wote kufuatia kifo cha Baba Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kilichotokea tarehe 19 Februari 2026. Serikali imepokea kwa huzuni sana kifo hiki, kwani tumepoteza kiongozi mahiri na mwadilifu. Alijitoa kwa moyo wake wote kuwatumikia si Wakatoliki pekee, bali Watanzania wote wenye imani tofauti tofauti kila mahali alipopata kufanya utume wake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ya Mwadhama Kardinali Pengo hapa duniani. Tunathamini uzalendo na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu kiroho na kimwili. Aidha, tunapomwaga leo, naomba kila mmoja ajikumbushe wajibu wake kwa nchi yetu na kuyaishi kwa vitendo mambo yote mazuri tunayojifunza kutokana na maisha yake. Mheshimiwa Mwadhama Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, tangu msiba huu ulipotokea, watu mbalimbali wameeleza kwa ufasaha sifa nyingi za hayati Mwadhama Kardinali Pengo na alama kubwa na nyingi alizoziacha. Katika maombelezo haya, naomba mniruhusu nami niseme mambo matatu kati ya mengi tunayojifunza kutoka katika maisha ya Mwadhama Kardinali Pengo kama ifuatavyo. La kwanza, Kardinali Pengo alikuwa mtu mwadilifu sana, ambaye siku zote alisisitiza watu kuishi maisha ya kiadilifu kwa kufuata na kuzishika amri za Mungu, pamoja na kuheshimu sheria mbalimbali za nchi, kwa kuwa alikuwa mbobezi katika maadili, ambayo ni teolojia ya maadili, moral theology. Alifundisha na kuishi maadili katika siku zote za maisha yake. Pili, katika maisha yake ya kichungaji, Kardinali Pengo alionyesha bidii ya kitume na nidhamu ya kichungaji, kina cha maisha ya kiroho, utu, wema na uaminifu usiotetereka kwa Injili na imani thabiti kwa Mungu wake. Alihubiri na kufundisha siku zote kuishi kwa kumtegemea Mungu. Tunaona hata alipopata changamoto za kiafya hakutetereka, bali alizidi kusimama imara akimwamini na kumtegemea Mungu. Tatu, alipenda sana maendeleo ya watu na ustawi wa jamii. Alikuwa kiongozi aliyejitoa bila kujibakiza katika kuinua hali ya maisha na kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Alifanya jitihada kubwa katika upatikanaji wa huduma mbalimbali za jamii, hususan elimu, afya, maji na huduma kwa wenye mahitaji maalum, hasa watoto yatima, wenye changamoto za kimaumbile na wajane. Mahala pote alikofanya kazi zake za kichungaji kama askofu, kama Nachingwea, Tunduru, Masasi na Dar es Salaam, kanisa limefanya kazi kubwa ya kutoa huduma za jamii kwa kujenga shule, zahanati, hospitali na upatikanaji wa huduma za maji. Mheshimiwa Baba Askofu Ruwaichi, waombolezaji, mabibi na mabwana, ni kutokana na kazi hizo na nyingine nyingi, hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo ataendelea kukumbukwa na kuwekwa kwenye vitabu vya historia ya Tanzania, Afrika na ulimwengu mzima. Hayati Kardinali Pengo ameingia kwenye orodha ya mashujaa na viongozi wetu mashuhuri ambao mchango wao katika nchi yetu kamwe hautasahaulika. Sisi kama Watanzania tutaendelea kuenzi na kuthamini mchango wake katika maendeleo ya nchi kwa kuwa waadilifu na watiifu wa sheria. Mheshimiwa Askofu Mkuu Thaddaeus Ruwaichi, kabla sijamaliza sasa nachomekea yale ya kwangu ambayo sasa nasema kwa nidhamu ya kutunza muda, alafu nitarudi kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Baba Askofu, labda niseme tu kwamba na mimi nilipata bahati ya kufahamiana na kardinali kwa muda mrefu. Nilitambulishwa kwake kwa mara ya kwanza mwaka 1999.
na nikawa kijana wake wa kiroho tangu wakati huo mpaka anapofariki. Mara ya mwisho anapoondoka kwenda nchini India kwa matibabu, alinitafuta na kunijulisha safari yake, na mimi nilikwenda kumuaga airport. Usingeweza kufikiri ni mtu mwenye maumivu, ni mtu mgonjwa sana. Alisimama, alitembea na mimi zaidi ya hatua 20 akinionyesha ambavyo bado ana dhamira ya kuendelea kuishi. Lakini Mungu peke yake alikuwa anajua tarehe yake ya kuondoka ilikuwa lini. Mheshimiwa Baba Askofu Ruwaichi, tarehe 12 mpaka 15, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa na safari ya kikazi nchini Ethiopia. Na kwa utaratibu wa katiba ya nchi yetu, alinikabidhi mamlaka ya rais wa nchi yetu. Akiwa angani ndio nilipoletewa simu ya kujulishwa hali ya Mwazama Polycarp Pengo imebadilika, lakini pia amesisitiza kwamba chochote kinachoweza kutokea kwake atafarijika kikitokea akiwa ndani ya ardhi ya Tanzania. Na nilipoombwa kusaidia ufanikishaji, nilipoambiwa kuna changamoto kidogo ya usafiri, kwa kuwa nilikuwa nimekabidhiwa rungu kwa mamlaka ya urais ninayo mimi wakati huo, nikasema mbona jambo dogo hili? Mbona jambo dogo? Kawasiliana wenzangu, sijui waziri mkuu nani. Sasa baadaye nilijua ni habari tu ya kubadilisha tiketi na nini haraka kupata tarehe. Sasa ukipewa mamlaka, wakati unakabidhiwa madaraka ya urais au mamlaka ya urais, kuna mambo unaweza kufanya, kuna mengine huwezi kufanya. Ilipokuja taarifa kwamba kwa hali yake namna ya kumrudisha nyumbani kwa muda anaotaka yeye kuwahi, lazima kukodi ndege ya ambulance. Sasa hapo kwenye ndege ya ambulance, hayo madaraka ya urais yakataka kunitokea puani. Hapo washauri wakasema ikifika hapo sasa, hapo lazima rais afanye maamuzi. Basi nikamwandikia rais wetu ujumbe mrefu kumweleza mchango wa miaka 35 wa Kardinali Pengo. Alifanya hivi. Mwisho rais akasema makamu, mbona unazunguka sana? Sema shida ni nini? Nikamwambia shida ambulance. Rais Samia akasema nimeridhia, fanyeni mchakato, ifanyike haraka sana. Kwa pamoja na heshima kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ametoa kwa Kardinali Pengo kwa kutambua mchango wake kwa nchi yetu, lakini vile vile inatoa hamasa kwa Watanzania wengine ambao si viongozi wa kisiasa kuonyesha mapenzi kwa nchi yao, kuitumikia nchi yao kwa uadilifu. Kuna raha yake watu kama kina Mzee Warioba, kina Majaliwa wakisimama hapa, vigelegele hivi inafanya walioko kazini wajue na sisi siku moja tunataka vigelegele. Lakini pia kujua kwamba nchi hii kila mtu ana nafasi na wajibu wa kuitumikia. Katika utumishi wa nchi yetu tusitegeane. Kila mtu atumikie nchi yake kwa nguvu zake zote. Nimekuwa nikiyasema haya mara nyingi. Mimi hata mambo ya kugombana kivyama mimi siyapendi sana, ujinga tu. Nchi yenu moja, nchi yenu wote, mnagombana nini? Mtakuwa mashahidi. Hata nilipokuwa katibu mkuu wa chama, nikisikia mwana CCM ameongea maneno ya hovyo zidi ya upinzani, nilikuwa nakemea mara moja, kwa sababu ni ujinga tu. Kwa sababu vyama vya siasa navyo vimeundwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Mtu anapojiunga na chama kingine, maana yake naye anataka kutumikia nchi yake kwa njia nyingine, lakini utumishi ni utumishi. Kwa hiyo nitumie jukwaa hili kuwaombeni sana waumini na Watanzania wote kutambua kwamba tuna wajibu wa kipekee. Tunamheshimu sana Kardinali Pengo kwa kazi kubwa aliyofanya, na hasa kwenye kuanzisha majukwaa ya imani mbalimbali katika nchi yetu. Leo tuna vyama vya imani. Leo tuna vyama ambavyo vinahusisha dini mbalimbali, wa Kristo, Waislamu, Buddha, kuongelea amani tu katika mikoa yote, katika wilaya zote nchini. Lakini walioshiriki kuasisi jambo hili ni pamoja na Kardinali Pengo. Na alisema bila aibu kwamba Wakatoliki
hawawezi peke yao kufanya nchi ikawa salama. Isikilizeni hotuba aliyoongelea kuhusu Mwalimu Nyerere. Amesema maneno mazito sana, maneno ambayo yataishi miaka 100 kutoka leo. Kwa hiyo tunapomwenzi Kardinali Pengo, tunapoenzi utumishi wake, kila mtu moyoni mwake ajisikie ana wajibu na nchi yetu. Kila mtu moyoni mwake ajisikie kwamba kutumikia nchi yetu kwa uaminifu na uadilifu ni wajibu wa msingi kwa nchi yetu. Mababa Askofu, niombe kuwahakikishieni, sisi kwa nafasi yetu tutaendelea kujitahidi. Kazi ya kutumikia nchi sio rahisi sana, ni ngumu, ina vishawishi, ina vitisho, lakini ndio maana maaskofu, mapadri, mashehe wapo, ili watumishi wengine katika maeneo mengine mizigo inapoelemea, maaskofu, mashehe, mapadri wote waweke mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo tunaomba msituache katika maombi yenu, msituache katika maombi yenu. Tutaanguka mara nyingi, tuombeeni tuamke. Baada ya kuyasema hayo, nadhani nimezingatia malezi ya Padri Joseph Mlola. Sasa narudi kwenye hotuba ya Rais. Mheshimiwa Baba Askofu, hakika hayati Mwazama Kardinali Pengo amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza na imani ameilinda. Matendo 4:7. Hivyo ni waombe wa Katoliki na Watanzania wote tukubali kwamba kiongozi wetu na baba yetu Mwazama Kardinali Pengo amerudi kwa muumba wake, na hivyo ndiyo njia ya kila mwanadamu. Tuiombee roho yake ili ipate pumziko la amani mbinguni. Raha ya milele umpe, e Bwana. Asanteni sana.